shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao umeteremka ndani yake kitabu kitukufu cha Qur'an. Hudan linnasi wa bayinati min alhuda, hali ya kuwa kitabu hicho ni mwongozo kuwaongoza watu kwenda kwenye haki, lakini kitabu hicho vile vile kinapambanua kati ya haki na batil katika safu za Waislamu. Kwa hiyo mwezi huu pamoja ni mwezi kama miezi mingine, lakini kwa ikhtiyari Allah tabaraka wa taala binuzuli alqur'ani fihi ja'alahu khaira ash-shuhur, lakini Allah tabaraka wa taala kwa kuchagua kwake mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuteremka kitabu hiki kitukufu kimeupandisha chati mwezi huu, bali mwezi huu umekuwa bora katika miezi bora ambayo Allah tabaraka wa taala ameiumba na kuiweka katika ulimwengu. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, neematani iltaqayatani, neema mbili zimekutana, neematul Qur'an wa neematu shahri Ramadhan. Qur'ani ni neema kwa umma huu wa shahru Ramadhani neema fi hadhihi al-umma, neema mbili zimekutana. Muislamu yatakiwa utumie fursa hii. Ukiangalia katika neema ya Qur'ani, almahiru bilqur'ani ma'a safarati alkirami albarara, anasema yule bingwa wa kuisoma Qur'ani vizuri, mtu huyo itakuwa amezongwa kwa kuombewa na malaika wengi, wanamtakia istighfari malaika wema kwa sababu ya kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sasa chukulia, hii ni kwa wakati wote ukifanya hivyo, iwe ni Ramadhani, nje ya Ramadhani. Walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaqqa, lakini yule ambaye atasoma Qur'ani anapata usumbufu, lakini hakawa hakati tamaa, anasoma hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lahu ajran, huyo mtu wa sampuli hiyo atapata malipo mara mbili. Hebu angalia katika fadhila ya hii Qur'an. Malipo ya kwanza kwa sababu ya kule kuisoma kwake Qur'an, na malipo ya pili ni ule usumbufu ambao hawezi akihifadhi, akisema asome zimetoka. Ni wazi kwamba Muislamu itaondoka Ramadhani hali ya kuwa wewe ni tajiri wa thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Itaondoka Ramadhani hali ya kuwa wewe umesamehewa sana madhambi yako na Allah tabaraka wa taala. Walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innu alqulub, wale ambao wameamini na nyoyo zao zinapata utulivu kwa sababu ya kuisoma Qur'ani. Elewa kwamba utulivu wa nyoyo unakuja kwa sababu ya kuisoma Qur'an. Vivyo hivyo huwezi kushikamana na kitabu cha Allah Qur'ani wewe usiwe na baraka, usiwe na khair, haiwezekani. Angalieni wale waliohifadhi vitabu vya Allah, angalieni wale wanaosimamia masala ya Qur'ani, waangalieni utulivu wao na baraka zao. Yawezekana hawana chochote lakini wana baraka katika maisha yao na nyenendo zao. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, kina baraka. Maana yake na mwenye kushikamana nacho naye pia atabarikiwa, atapata khairi nyingi. Jibril ni sayyidul malaika, limadha? Liannahu kana yanzilu bilwahyi ila anbiya ilahi azza wa jalla, amekuwa kiongozi kwa sababu alipewa jukumu la kuteremsha wahi. Vitabu vya Allah vinateremka kupitia yeye kwa mitume. Simama wewe kama Muislamu kukisoma kitabu hiki, hasa kwenye mwezi huu wenye baraka.